katika kiasi hiki cha bilioni 7 ambacho kimekabidhiwa leo kitawezesha vijana 308 ambao hawa ni baadhi tu ya wahitimu wa programu ya BBT uvuvi, hii ambayo inatekeleza programu ya ufugaji wa samaki kwa vizimba, ufugaji wa jongoo bahari, lakini pia unenepeshaji wa kaa sambamba pia na kilimo cha mwani. Fedha hizi zinatolewa kama mikopo ya masharti nafuu ya vifaa na pembejeo muhimu za ukuzaji wa viumbe maji pamoja na posho za kujikimu. Na naomba kutumia fursa hii, maelezo haya ningetamani sana yawafikie vijana wote wa Tanzania ninayotaka kuyatoa sasa hivi. Kwa sababu moja ya kitu ambacho nimekutana nacho sana katika ziara zangu zote, ikiwemo katika pia mitandao ya kijamii, ni vijana kutoa malalamiko yanayohusiana na mazingira au masharti magumu yanayohusiana na mikopo inayotolewa na serikali. Naomba nichukue nafasi hii kueleza kwamba tangu Mheshimiwa Rais ameunda Wizara ya Maendeleo ya Vijana na kutoa maelekezo mahususi kuhusiana na kuboresha masharti yanayohusiana na vigezo vya kupata mikopo kwa vijana, tumefanya mambo 5 ya msingi ya kuhakikisha vijana wa Kitanzania wanapata urahisi katika kupata mikopo hii. Na naomba niyataje. Jambo la kwanza, mikopo haina dhamana yoyote ambayo kijana anahitaji kuitoa anapohitaji kupata mkopo huu. Hapo zamani walikuwa wanasema vijana wakihitaji mikopo wanahitaji wawe na nyumba, wanahitaji wawe na magari, wanahitaji wawe na hati zinazohusiana na umiliki walivyonavyo. Mheshimiwa Rais alisema hawa vijana ni Watanzania maskini wanaotoka katika familia zisizojiweza. Kwa hiyo sasa hivi hata vijana tuliowapa maguta pale Buswelu hawajaweka dhamana yoyote. Dhamana ni ile guta lao ambalo tumewapokabidhi milioni 100 bila hati ya kiwanja, bila dhamana yoyote ile. Na hata katika miradi inayotekelezwa hakuna kijana wa Tanzania ataombwa dhamana yoyote. Kwa hiyo mtu yote asiwadanganye au akawaambia mnahitaji dhamana kupata mikopo ya serikali. Sio kweli. Mikopo yote imeelekezwa haina dhamana. Na hii ni kwa sekta zote. Leo tunazungumzia kuna bilioni 5 ziko Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Watu wanakwenda kukopa, hamna dhamana wanadaiwa. Kwa hiyo ningependa kuchukua nafasi hii kutoa wito kwa vijana wa Kitanzania. Tusisikilize tu stories za vijiweni na mambo ambayo sio sahihi. Dhamana sio sharti katika mikopo ambayo inatolewa. Na hayo ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Moto kubwa sana, vijana wanasema unajua hatuwezi kukopesheka wote kwa na kikundi kila wakati, tukao tuko pamoja, tuna mawazo tofauti, vikundi vingine vinakufa. Serikali imesema imesikia. Kwa sasa hivi ipo fedha zinazotolewa kwa vikundi na zipo fedha zinatolewa kwa vijana binafsi. Na hata zile zinazotolewa na vikundi, mnaruhusiwa katika kile kikundi kila mtu awe na mradi wake. Tumeboresha masharti. Lakini leo hapa tunakabidhi vizimba 80. Vizimba hivi sio vya vikundi. Vizimba hivi kila kijana ana kizimba chake binafsi ambacho serikali imempatia. Tunafanya hivyo kwenye viwanda, tunafanya hivyo kwenye tehama, tunafanya hivyo kwenye kilimo, tunafanya hivyo kwenye biashara mbalimbali ambazo vijana wanazifanya. Nia ni nini? Wanaotaka kufanya biashara kwa vikundi waende kwa vikundi. Wanaotaka kufanya biashara binafsi wafanye binafsi. Masharti haya yote tumeyarekebisha ili kuhakikisha kijana hana kisingizio cha kusema mimi nimebaguliwa au mimi sijapewa nafasi. Ninaamini kwa masharti haya kijana ambaye hataki kufanya kitu sio kwa sababu amekosa fursa iliyotengenezwa na serikali. Itakuwa ni yeye tu ameamua kutofanya hivyo. Tumejitahidi kadri tunavyoweza na tutaendelea kuboresha mazingira. Na Mheshimiwa Rais amezungumza na amesisitiza. Anataka baada ya miaka 5 hii issue isiwe kijana amekosa fursa. Issue iwe kijana anachagua fursa gani ambayo anaitaka. Na mimi nataka niwahakikishie kwa mwendo huu na kasi hatuko mbali na hiyo kitu. Kwamba vijana sasa itakuwa kazi yao wao kuchagua. Leo tunazungumza wizara 6 za kisekta tayari zimeshafiwa fedha. Ukienda tehama, vijana wa ubunifu tayari wana bilioni 5 yao kule. Wanahitaji tu wao wapeleke mawazo yao, wa-apply, wapewe fedha. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, mlisikia walishatangaza bilioni 5 wamepewa, bilioni 2 kwa ajili ya content creators. Wale wanaofanya mambo ya mitandao ya jamii. Tayari vijana washinde wenyewe. Lakini ukienda Wizara ya Kilimo, tayari kuna bilioni 6 ziko pale. Kwa ajili ya hiyo tunafanya. Lakini kila wizara ukienda, viwanda na biashara, kuna bilioni 4 ziko pale. Na zimeshatolewa. Ni kazi ya vijana na masharti yamelegezwa kwa kiwango kikubwa sana. Naomba nitumie fursa hii kueleza kwamba Mheshimiwa Rais ametimiza ahadi yake. Ametimiza alichosema. Kazi kwetu sisi vijana kutimiza wajibu wetu pia.